Naitwa Fadhili Meta Nandonde, ni kiongozi wa mradi wa Lamgambo, na leo hii nimeita waandishi wa habari hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi kuhusiana na swala zima la Lamgambo. Lamgambo ni nini? Lamgambo ni mradi wa kisanaa ambao unakutanisha sanaa mbalimbali za jukwani kama waigizaji, waimbaji, vile vile na wanaofanya mashairi kwa lengo la kutengeneza onyesho, na kwenye ile onyesho ambayo itazungumzia swala zima la maadili. Swala zima la maadili kupitia kuleta mjadala baina ya kizazi kimoja na kizazi kingine. Kwa hiyo Lamgambo inalenga kuonyesha maadili na tamaduni za Kitanzania kupitia jukwaa. Ndio maana tuna kauli mbiu inayosema kwamba Lamgambo, jukwaa letu, maadili yetu. Kwa hiyo hii itakuwa ni fursa ambayo itatoa nafasi kwa Watanzania na kila mwananchi basi kuweza kujionea ile fahari ya Utanzania kupitia jukwaa, kwa sababu kupitia jukwaa hili tutaona hizo sanaa zote ambazo nimeweza kuzionyesha, lakini haziishi tu sanaa, bali pia tutaweza kupata mafunzo na kuona alama na vitu mbalimbali vya Kitanzania. Kwa hiyo kwenye huu mradi naongoza mimi, lakini vile vile nipo na Fatuma Mpendu ambaye ni meneja wa jukwaa, kwa maana stage manager kwenye huu mradi, ambapo yeye nafikiri kwa upande wake atazungumza zaidi. Jina langu ni Fatuma Mpendu, ni msanii wa sanaa za maonesho, lakini kwenye huu mradi nipo kama stage manager ambaye nitakuwa hapo katikati, nacheza kati ya uongozi wa mradi na wasanii. Mradi ulianza tangu mwezi wa 4, ulifanyika na auditions mbalimbali, audition ya kupata wasanii na audition ya kupata stage manager, ambapo niliomba nafasi, na katika ambao tulichaguliwa kuwepo kwenye usaili, mimi nimepata nafasi ya kuwawakilisha wenzangu kwa stage manager katika hii project. Lakini pia tukaendelea na usaili wa waigizaji au wasanii wote, kwa maana wachezaji, waigizaji, waimbaji, watu wa mashairi na sanaa zote. Usaili ulifanyika mwezi wa 5 tarehe 28, ambapo ndio tulipata vipaji ambavyo tunavyo sasa hivi. Vipaji ni vikubwa, vipaji ni vizuri na mradi ni mzuri. Kwa hiyo watu wategemee kitu ambacho kitakuwa ni alama ya Watanzania katika kutuzungumzia sisi. Maana tukizungumzia mila na desturi ni kwamba tunajizungumzia sisi, kwa sababu mila na desturi sio kitu ambacho kimejitenga na sisi, yani ni sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa vipaji ambavyo tunavyo, kwa lengo la mradi na kwa ubora wa msimamizi, kiongozi wa mradi, naamini tutafikia lengo kwa ukubwa na mambo yatakuwa mazuri.